kuukabili upinzani uwapo katika utumishi. Na si mwingine, tutaangalia habari za Nehemia. Sasa Nehemia alipewa taarifa na mojawapo ya ndugu zake, wakamwambia Yerusalemu ukuta wake umebomoka, ni kifusi, yani hakuna tumaini lolote. Na ule ukuta ulikuwa umekaa hali ya kubomoka kwa muda wa miaka 110. Ukuta umebomoka, hakuna chochote. Na Biblia inasema katika mstari wa 15, Nehemia sura ya 6, akaujenga ule ukuta na ukakamilika maili zote kuzunguka Yerusalemu ndani ya siku 52 pekee yake. Sasa mimi ninajiuliza, ukuta ambao ulishindikana miaka 110 umebomoka huko namna ile, anakuja Nehemia na unajengwa na kukamilika muda wa siku ngapi? 52 peke yake. Ni mstari wa 15 Nehemia sura ya 6. Siku 52 ukuta wote kuzunguka mji wa Yerusalemu ukawa umemalizika. Na usidhani ni mkuta kidogo tu, kwa sababu kwenda juu ni futi 8 na kitu. Usidhani ni mwembamba, ni mita 2 na kitu unene wake, kana kwamba hautoshi. Ukiangalia sio kitu kidogo, ndani ya siku 52 peke yake. Lakini anakamilisha vile, wakati anaitwa akaitika, akaja kufanya ile kazi. Alikuwa amezungukwa na maadui wakubwa 4. Maadui wakubwa wangapi? 4. Adui wa kwanza alikuwa upande wa kaskazini mwa Yuda. Hawa walikuwa ni Wasamaria chini ya kiongozi wao anaitwa Sanibarat. Wasamaria walikuwa kaskazini mwa Yuda chini ya Sanibarat, walikuwa wapinzani wakihakikisha Nehemia hafanikiwi. Lakini kusini mwa Yuda kulikuwa na adui mwingine anaitwa Geshom. Huyu alikuwa ni kiongozi wa Waarabu. Upande wa mashariki kulikuwa na Tobia alikuwa ni kiongozi wa mataifa mawili, wa Amon na wa Moab. Kwa hiyo upande wa mashariki kuna wa Amon na wa Moab. Mataifa haya katika historia yamekuwa kinzani kwa kazi ya Bwana, na wakati huu wa Nehemia kadhalika walihakikisha hawezi kufanikiwa. Na upande wa magharibi walikuwepo Waashidodi. Waashidodi ni Wafilisti. Hao walikuwa ni maeneo makubwa mangapi katika jiografia ya Yuda? Wakati Nehemia anakuja kwa kazi ile aliyoitika kuifanya, alikuwa katikati ya maadui wakubwa 4. Maana yake ni nini?